Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wakati mwingine tena ninakukaribisha uwe pamoja nami katika dakika chache kwa ajili ya kipindi chetu kizuri cha mawimbi ya uamsho. Na leo kwa neema ya Kristo nitakuwa nikipitia mistari michache katika maandiko. Tutakuwa tunaangazia kutoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korintho sura ya 2. Nitaangazia mstari wa 14 mpaka mstari wa 17. Yako mambo ya msingi sana ambayo Roho wa Bwana anataka tuyapitie na yatatusaidia sana katika utumishi wetu. Tunaposoma kipengele hiki cha maandiko ni vizuri kukumbuka ukweli kwamba Mtume Paulo alikuwa anapambana na walimu wengi wa uongo waliokuwa wakipita katika makanisa ya kipindi kile na kufundisha injili tofauti na injili aliyokuwa akifundisha, injili ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini jambo la pili, walimu hawa walikuwa wakijaribu kumdiscredit, wakiwaambia waamini ambao yeye mwenyewe aliwahubiria wakaja katika imani ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kwamba Mtume Paulo sio mtume wa kweli. Kwa walikuwa wanaiquestion hiyo injili na kuanza kuonyesha kwamba anachokifundisha sio cha kweli. Kwa hiyo tunapoangalia ya maandiko katika waraka Mtume Paulo kwa Korintho, Mtume Paulo anajaribu kuelezea baadhi ya mambo ya msingi sana, akifanya mrejeo katika yale yanayoendelea katika kipindi hicho. Lakini mazingira haya tunaweza kuwa nayo leo. Mazingira haya tunayafananisha na mazingira tunayoishi leo. Tunaishi katika nyakati ambapo kuna walimu wengi wa uongo wanaofundisha mambo kinyume na injili ya kweli kwa niaba ya matumbo yao au faida zao wenyewe. Na ndiposa tunakuja katika maandiko na nataka ni kushirikishe mambo ya msingi sana. Katika ile mstari wa 14 Biblia inasema, Mtume Paulo anawaambia wa Korintho, ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kudhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Yako mambo kama matatu ambayo natamani tuyaangalie kwa pamoja kutoka katika mstari huu. Jambo la kwanza, pamoja na changamoto, mateso, upinzani ambao Mtume Paulo alikuwa akiupitia, na pamoja na changamoto zilizokuwa katika kanisa la wakati huo, Mtume Paulo bado anatuambia kwa Roho Mtakatifu anamshukuru Mungu ambaye anawapa ushindi, anawashangiliza, anawapa triumph. Kwa Biblia ya Kiingereza inasema kwa anawapa ushindi, na neno jingine la msingi sana, daima. Kwa hiyo uko ushindi daima kwa wale waliochagua kuisimamia kweli, pamoja na upinzani, pamoja na changamoto zote zinazo kusimama, lakini kuna ushindi daima. Mungu anatupatia ushindi daima. Lakini jambo jingine la msingi sana katika mstari huu, Mtume Paulo anasema ni katika Kristo. Kwa nini au kwa maana ipi? Ni kwamba ushindi huu ambao tunaupata kama watumishi wa Mungu, kama waamini wa kweli wa Kristo Yesu, unapatikana katika Kristo pekee, sio kwa nguvu zetu. Na ndio Mungu anatoa huo ushindi. Tunaweza ukasema kila siku. Hilo neno daima ni kama kila siku, wakati wote tunapoendelea kufanya. Lakini kwa nini anafanya jambo hilo? Biblia inatuambia kipengele B cha mstari huu, kudhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Sasa Mtume Paulo anaonyesha Mungu amekuwa akiwapa ushindi wao kila siku ndani ya Kristo, sio kwa kujitegemea. Mungu anatupa ushindi kila siku ndani ya Kristo, sio nje ya Kristo. Moja. Pili, Mungu anadhihirisha harufu. Ametumia neno harufu. Hii harufu ukiangalia katika mstari inamaanisha ile maarifa ya kumjua Yesu au habari njema au injili yenyewe. Ndio Roho Mtakatifu kupitia Mtume Paulo ameilinganisha na harufu.
na anayeisaidia idhihirike na isambaye ni Mungu mwenyewe, lakini ni kupitia kazi au utumishi ambao Mtume Paulo alikuwa akifanya. Nasi leo katika nyakati zetu na majira yetu, kupitia injili ya kweli, Mungu ataendelea na anaendelea kusambaza hayo maarifa. Kwa nataka uelewe, tunapoendelea harufu hapa na baadaye neno litakayotumika ni manukato, inawakilisha habari njema, maarifa ya Kristo, ufunuo wa Kristo. Mstari wa 15 tunakwenda sasa tukiwa tayari na uelewa huo. Biblia inasema, kwa maana sisi Mtume Paulo pamoja na timu yake tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea. Na nitakuja mstari wa 16 baadaye. Mpendwa mtazamaji, naomba unoti hapa kwa makini sana. Mtume Paulo anasema yeye pamoja na timu yake wao wamefanyika manukato, na haya manukato ni kwa watu wote, wewe unayeamini na usiamini. Bado nimekwambia manukato au harufu hiyo ni kumjua Yesu, ni habari njema za Bwana wetu Yesu Kristo, ni ufunuo wa Yesu. Huo ndio alikuwa Mungu anausambaza kupitia utumishi wa Paulo. Kwa hapa anasema yeye pamoja na timu yake wamefanyika kuwa manukato mbele za Mungu. Sasa nataka tu nikupe mfano huu. Ukiwa na perfume yako ukajipulizia, unapotembea, watu wanaokuzunguka, watu unaokutana nao wanaisikia harufu hiyo. Ndivyo au manukato hayo, ndivyo Mtume Paulo anavyolinganisha habari njema. Sisi ambao tumembeba Kristo, sisi ambaye tuko na Kristo ndani yetu, tumefanyika kuwa manukato kwa habari njema, maarifa ya Kristo tunayoyasambaza duniani kote na mahali popote tunapokwenda. Sasa amesema ni kwa makundi yote mawili, kwa waamini na kwa wasioamini. Huu ufunuo wa Kristo, maarifa juu ya Kristo, habari njema za Kristo ni za msingi. Kwa hata kama ukisema mimi siamini, bado unalo fungu kwa habari hiyo. Mstari wa 16 anasema katika hao wa pili, maana yake kwa wale wasioamini, haya manukato ambayo ni habari njema Bwana wetu Yesu Kristo, ufunuo wa Yesu Kristo, injili ya Yesu Kristo, ni harufu ya mauti iletayo mauti. Katika hao wa kwanza, yani wanaoamini, harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo haya? Kuna mambo matatu nataka niongee katika mstari wa 16. Jambo la kwanza, habari njema. Kwa nini nafanyika mauti kwa wasioamini? Unaposikia habari njema za wokovu, usipoamini, manake wewe umekubali umauti, yani itakuwa ni hukumu kwako. Umemkataa mwana wa Mungu, umeikataa injili, unaendelea kupotea. Lakini kwa walio ndani ya Kristo au wanaoamini, inakuwa ni harufu au manukato ya uzima. Kwa injili ile ile, habari njema ile ile ya kweli inapohubiriwa, ina matokeo mawili yanayotokea. Ukiamini unapata uzima wa milele, usipoamini unapata mauti ya milele. Kwa hiyo ni uchaguzi wako wewe unayenisikiliza, unaamua kuchagua upande gani. Paulo anasema sisi, nami nasema nasi tumefanyika kuwa manukato ya Kristo mbele za Mungu, kwa kile tulichokibeba, kwa ujumbe tunaohubiri, kwa injili inayomhusu Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ufunuo na habari njema Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa lakini jambo jingine anasema, naye ni nani atoshaye kwa mambo haya? Anarudia msisitizo wake wa kwanza, akituonyesha hakuna anayelifanya jambo lolote kwa nguvu zake. Anarudia msisitizo ule. Hata sisi tunapoendelea kutumika, mtumishi wa Mungu unapoendelea kutumika kuihubiri hii injili, hatuifanyi kwa nguvu zetu, hatuifanyi kwa uweza wetu, bado tunaufanya kwa uweza wa Kristo Yesu. Nitamalizia na mstari wa 17 ambao natamani unisikilize kwa makini, ni wa muhimu sana. Mstari wa 17, Mtume Paulo anasema, kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kama kwa weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu twanena katika Kristo. Mtazamaji wangu, nataka usikilize mambo machache ninapomalizia mstari wa 17. Najua kama nilivyosema mwanzo, tunaishi katika nyakati ambazo kuna mafundisho mengi ya uongo. Kuna watu wengi ambao wameingia katika huduma au
wakijivisha ngozi za kondoo, lakini ndani yao ni mbwa mwitu. Nia yao ni ovu, ndani yao wana makusudio yao, wanataka faida yao wenyewe. Na jambo hili halijaanza katika kizazi chetu. Tunaposoma hii ni karne ya kwanza, Mtume Paulo anaongea kwa habari ya watu waliokuwa wakifanya mambo hayo katika karne ya kwanza. Sasa nataka nikutazamishe, anaanza kwa maana sisi, yani yeye pamoja na timu yake, anawaambia Wakorintho, si kama walio wengi. Sasa usilichukulie kwa wepesi, usione kuongezeka kwa walimu wa uongo, manabii wa uongo, watu wanaofanya huduma kwa ajili ya matakwa yao wenyewe na sio matakwa ya Kristo na kusudi lake. Haijaanza leo. Toka karne ya kwanza kwa mstari huu tunajifunza, Mtume Paulo anasema wao walikuwa wachache waliokuwa wanaisimamia kweli, na sio kama waliokuwa wengi. Wengi wanaofanya nini? Waligoshio neno la Mungu. Kwa hao wengi anaowasema Paulo, anaojitofautisha nao, anasema yeye pamoja na timu yake, wanaotoa manukato ya maarifa ya Kristo. Msingi wao, msisitizo wao katika utumishi na huduma yao ni kumfunua Kristo na kuongea habari njema za Yesu Kristo, maana huo ndio msingi wa imani ya Kikristo. Huo ndio msingi wa imani yetu. Hicho ndio ambacho ni kitivo cha imani yetu. Kwa anasema, lakini sasa kuna kundi jingine ambao kwa wakati wake na nyakati zake walikuwa wengi, waliokuwa wakigoshi neno la Mungu. Na nataka nikuonyeshe kidogo neno lililotumika kugoshi. Maana ya neno kugoshi lililotumika, ukitoka katika lugha ya asili ya Kiyunani lililoandika Agano Jipya, neno lililotumika hapa kugoshi na wanagoshi neno la Mungu lilikuwa ni neno lililokuwa linatumika katika biashara. Neno hili au kugoshi huku kuna kuongelewa, Mtume Paulo anakokutumia ni watu waliokuwa wafanya biashara wasio waaminifu. Walikuwa wanachakachua bidhaa zao kwa lengo la kupata faida kubwa zaidi. Nitachukulia mfano wa mtu anafanya biashara ya maziwa. Ana lita moja ya maziwa, kugoshi kama ambavyo limetumika katika maandiko na Roho Mtakatifu akifunua kuonyesha watu hao walikuwa wanafanya nini, ili ni kusaidia uweze kujua katika nyakati zetu pia bado wako wengi. Kwa hiyo unachukua maziwa lita moja, unaongeza nusu lita ya maji. Kwa mwonekano maziwa yale bado yanaonekana kuwa ni maziwa, lakini si maziwa halisi. Yamechanganywa na kitu kisicho maziwa, yamechakachuliwa kwa Kiswahili ambacho tumekizoea leo. Lakini kwa kuna jambo moja, kuna mambo mawili ya msingi. Kuna kitendo cha kuchakachua na nia ya kuchakachua. Nia ya kuchakachua kwa neno lililotumika linawakilisha watu hao katika biashara walikuwa wanachakachua bidhaa zao ili wapate faida zaidi. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya tamaa zao, matakwa yao, mahitaji yao. Wanafanya huo udanganyifu, lengo lao ni kupata faida zaidi. Kwa Mtume Paulo anawaita wale waliokuwa wengi, wanafanya hivyo hivyo kwa neno la Mungu, wanaligoshi, wanalichakachua. Kwa neno la Mungu linachakachuliwaje? Unakuta kwa hiyo kuna kweli iliyochukuliwa, lakini ndani ya kweli kinaongezwa kitu, na lengo la kufanya hivyo ili mtu huyu analenga faida zake mwenyewe, apate mapato, apate kipato, ajitengenezee faida, afaidike. Kwa ni kweli iliyochanganywa na mambo mengine yenye kulenga huyu mtu ajipatie kipato, afaidike. Na hii tunakiona katika kizazi chetu katika maeneo mengi, watu wanaoligoshi neno la Kristo. Jambo la pili kutoka katika mstari huu wa 17, kuna neno la msingi sana ambalo Mtume Paulo analiweka anaposema, bali kwa weupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu twanena katika Kristo. Neno mbele za Mungu ni mtazamo wa msingi sana kwa sisi waamini siku zote kukumbuka.
ya kwamba tunenapo, tufanyapo huduma, tunafanya mbele za Mungu nikiwa na mtazamo wa kujua kwamba utumishi wangu wote ninaufanya mbele za Mungu. Wakati wote nitakumbuka kufanya kwa unyofu wa moyo na moyo mweupe, na kusimama katika kile ambacho ni injili ya kweli. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo, Mtume Paulo anatuonyesha watu wagoshio neno hawajaanza leo, wameanza toka karne ya kwanza, na nyakati tunazoishi watu wanaendelea kuligoshi neno, ambapo ni kuchukua kweli na kuichanganya na vitu vingine kwa lengo la kujipatia faida. Sasa kwa nini ni muhimu sana jambo hili tunapoliangalia? Ni kwa pande zote mbili. Jambo la kwanza, kwa mtumishi wa Mungu ambaye yamkini kwa njia moja ama nyingine unajaribiwa au umejaribiwa kugoshi neno. Ni wito ambao Bwana amenituma ni utoe kwako. Wakati umefika wa kurejea kwenye injili ya kweli, manukato yaletayo uzima na kuponya roho za watu. Na tunapoongelea manukato, sisi watumishi wa Mungu kwa kama manukato ya Kristo mbele za Mungu, msisitizo ni habari za Yesu Kristo, kumfunua Yesu awe ni kitivo, Yesu awe ndio kitovu cha injili, kitovu cha maisha, kitovu cha utumishi. Yesu ndio ainuliwe, Yesu ndio akae mahala anapostahili kukaa, asikae mwanadamu, kisikae kitu kingine. Nia zetu za ndani ziwe ni kumtafuta yeye, kumjua yeye, kujua ufunuo wake, kupata ufunuo wa kufa kwake. Mtume Paulo anasema, nataka nimjue yeye, nimjue Yesu na nguvu ya msalaba na ushirika wa mateso yake, kupata ufunuo wa Kristo Yesu, na Yesu abaki kuwa ndio kitivo. Bana, hilo ndio habari ziletazo manukato, uzima. Habari hizi kwa mtu ambaye anaamini ni kama pua inavyopokea harufu nzuri ya perfume, ya manukato inavyofurahia. Ndivyo zilivyo habari njema, habari za Yesu kwa yule ambaye anaamini. Lakini kwa yule asiyeamini ni kama umevuta harufu ya sumu, yale manukato. Usipoamini unakwenda jehanamu. Upande mmoja. Na upande wa pili kwa sisi ambao tunasikiliza waamini, hebu na tuwe makini na wanaoligoshi neno la Mungu, na neno la Mungu lililogoshiwa, neno la Mungu lililochanganywa, kwa sababu haliwezi likaleta uzima. Kinacholeta uzima ni manukato ya Kristo, ambayo ni habari njema za Kristo, kweli, ufahamu, ufunuo wa Yesu Kristo. Huo ndo unaleta uzima. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa kufuatilia kipindi hiki cha Mawimbi ya Uamsho. Karibu sana uambatane nasi, na kama una mahala popote ambapo unaabudu, basi tukukaribishe. Karibu JCC, Jesus Christ Church. Wewe unayetamani kukua kiroho, unayetamani kuwa mwanafunzi wa kweli wa Kristo, unayetamani kujifunza kutoka kwenye injili na neno lisilogoshiwa, tunakukaribisha na tuko tayari kusimama pamoja nawe na kukusaidia uweze kukulia wokovu na kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni akubariki. Amina. Tukutane tena katika kipindi kingine.